Kumepambazuka tena mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika habari za magazeti ya asubuhi ya leo na kusoma vichwa vya habari na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea katika magazeti ya asubuhi ya leo ya Mei 1, 2025. Jamani, mwezi huu ni mzuri jamani. Mimi kwanza niwatakie heri ya siku ya wafanyakazi jamani duniani. Natumaini kabisa wewe ambao unatazama sasa hivi unajivunia sana kuwa mfanyakazi ambao unasherehekea siku kuu yako siku ya leo. Lakini mimi nimeona ni wa thamani sana na ndio maana sikutaka kupumzika. Acha nikupe taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini pia siku ya tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo Tabora pale, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii hapa wameandika kwamba Chadema kukimbilia mahakama kimataifa, madai ya wanachama wake kuzuiwa kwenda kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2 ambapo John Heche amesema kwamba chama tumewaelekeza mawakili wetu wachukue hatua za kisheria binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza kazi hiyo. Sisi Chadema tunaamini ilikuwa ni haki na halali kwa wananchi, wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Hapo ni Heche alizungumzia, John Mnyika alizungumzia. Lakini siku ya wafanyakazi duniani, macho, masikio, Singida, nyongeza ya mishahara. Jamani, kitaifa sikukuu hii inafanyika kule Singida. Lakini pia Ridhiwani aipongeza NCCF kuwafikia wanachama. Habari hii unapata katika ukurasa namba 18. JWTZ yatangaza fursa ya ajira kwa vijana kipaumbele sekta ya afya. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Gazeti la Mwanahalisi hapa ameandika wakaliwa kooni ni wabunge maveterani Yumo Lukuvi, Jenista na Ndugai. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Lakini balaa la Lissu siku moja. Habari hii unapata katika ukurasa namba 6. Haheri makaburu waliruhusu mahakama za wazi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Lakini pia fahari ya Zanzibar anasema macho masikio kwa Rais Daktari Samia, kesho sira kuunguruma Dodoma siku 5. Lakini pia katika gazeti lingine asubuhi ya leo hapa katika gazeti la Tanzania Leo wamesema Rais Samia aandaa kizazi cha biashara, serikali yalia ongezeko la talaka. Lakini pia grafu Rita iko 116%, wanandoa waomba kuvumilia. Lakini pia wafungisha ndoa watakiwa kuokoa malezi. Katika gazeti hili la Tanzania Leo limeandika hivyo. Lakini pia gazeti lingine asubuhi ya leo, gazeti la Zanzibar Leo, wamesema Daktari Mwinyi sera mpya kuwainua wafanyabiashara, ujenzi wa reli bandari Tanzania umevutia wasafirishaji. Habari hii unaipata katika ukurasa namba 2. Hapa amesema Daktari Samia. Lakini serikali ya Afrika zashauriwa kuimarisha ukusanyaji kodi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Lakini gazeti lingine asubuhi ya leo mtazamaji wa SKF TV nikiingia katika gazeti la Majira anasema Mrema hakuna kikao kilichoamua kuzuia uchaguzi, ataka wenye ushahidi wa vikao hivyo aweke hadharani, asisitiza uanikwe dunia ijue. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Mtifuano kusaka ajira za JWTZ kuanza leo. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Maelfu ya wananchi wanufaika na kampeni ya Samia Legal Aid. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Daktari Biteko aitaka TPDC kuongeza kasi uendelezaji vitalu vya mafuta gesi asilia. Habari hii unapata katika ukurasa namba 5 katika gazeti hilo la Majira. Gazeti la Uelekeo, Rais Samia mgeni rasmi Mei Mosi leo, macho na masikio ya wafanyakazi Singida. Siku ya leo jamani kitaifa Singida ndo mambo yote ya Mei Mosi yanafanyika pale na Rais Samia atakupo pale. Bado wafanyakazi unalia kuhusiana na ongezeko la mishahara. Sehemu ya watoleo uvivu ACT Wazalendo ni kwa madai ya Pemba haijafikishiwa maendeleo. Habari unapata katika ukurasa namba 4 katika gazeti hilo la Uelekeo. Gazeti la Uhuru kweli daima, msaada kisheria wa Mama Samia gumzo. Kampeni ya wafikia wananchi zaidi ya milioni 2.6, migogoro 5,000 yatatuliwa ikiwemo iliyodumu kwa miaka 10. Malalamiko yaliyoibuliwa yanahusu ardhi
ndoa za utotoni, matunzo ya watoto, madai ndoa, jinai, ukatili wa kijinsia, lakini pia ardhi na ajira. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Uboreshaji wa mfumo ongezea tija bandari. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2 katika gazeti la Uhuru, ukweli daima. Nikimalizia na gazeti la Mwananchi hapa asubuhi ya leo, anasema lakini pia Chadema ya komana Muliro, mageuzi yamtaka kuwajibika madai ya makada wake kupigwa na kujeruhiwa wamgusa IGP Wambura, ikimtaka achie ngazi. Muliro ajibu mapigo, awataka kutopiga kelele pembeni. No reforms yapiga hodi kanda ya Victoria Serengeti. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Lakini matarajio ya wafanyakazi kwa Samia, habari hii unapata katika ukurasa namba 5. Siku ya Mei Mosi, kiini wasomi kujiweka kando mijadala kitaifa. Habari hii unapata katika ukurasa namba 7. Lakini talaka, shisha na kubeti bado janga kibano chaja. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2 katika gazeti la Mwananchi. Nimekusomea machache kati ya mengi. Hakikisha tu unaenda kununua nakala yako kisha kapitia kile ambacho kimeandikwa katika magazeti asubuhi ya leo. Ikiwa leo ni Mei Mosi, siku ya wafanyakazi kitaifa inafanyika pale Singida, na mgeni rasmi anakuwepo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama magazeti ya asubuhi ya leo ndani ya SKF TV, lakini pia nizidi kukukumbusha tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya ya asubuhi ya leo, ulikopo nami Pendo Goldson, nikutakia asubuhi njema. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.